Asante sana. Kwa majina naitwa Majonate, Spika wa Bunge la Mwananchi Jakaranda. Na niko na mambo ya kuongelea kuhusu jamii ya Mlembe. Saa hizi tunaletewa watu. Siasa imeshika na kuna siasa 2027. Na tushaletewa watu groups. Na the same people ndio wanga wanasema ukienda Western unakula kama unakula njugu kwa mfuko. So next election ya 2027 tunataka tukue nayo serious, so that si mtu atakuwa anakuja 2032 anasema ya kwamba Western ni place ya kukula kama njugu kwa mfuko. Na kufanya hivyo ni kuwa na serious leadership, kukuwa na serious people, wale watu wenye wanaweza leta wananchi pamoja, wana Mlembe pamoja. Na kulingana na mimi, kwa sababu hii siasa nimeikana, nimeiona, kuna mirengo mbili. Kuna mrengo ya kwanza ni mrengo yenye inatoka Mlima Kenya, na kuna mrengo ya pili ni mrengo ya Rift Valley. Tunaitanga kupanda na kushuka, bonde na ufa. So kama mtu wa Mlembe unaangalia ni upande gani mtu mwenye anaweza eka interest yako, kwa sababu hawa watu wote washakuwa kwa uongozi. Watu wa Mlima wamekuwa kwa uongozi around 35 years. Watu wa bonde la ufa wamekuwa kwa uongozi almost 26 years. So hizo miaka tunataka kujua hawa watu wawili ni nani mwenye akiwa kwa uongozi anaweza linda interest yetu. Mimi naanza na watu wa Mlima. Watu wa Mlima wako na group yenye inaitwa Mount Kenya Mafia. Na hiyo group iko na Wakenya wengine kutoka region zingine. Wamechukua kama Western, wamekuja wamechukua watu watatu. Wameenda Nyanza wamechukua kama watu watano hivi. Wameenda nini wamechukua kama wameenda Coast wakachukua kama watu watatu, wanne, wakaiweka kwa hiyo caucus. Wakasema caucus ya Mount Kenya. Na focus ya Mount Kenya ni ya kulinda biashara zao na kulinda interest yao. Hawa watu wengine nimekuhesabia kutoka Western, Nyanza na Coast Region na Eastern ni watu wa kutumika kulinda mali ya matajiri kutoka Mlima. Kiongelea watu wa Rift Valley. Watu wa Rift Valley ni wale watu ndio saizi wamejua ya kwamba ni nini maana ya utamu wa uongozi. Saizi ndio wamejua. So hao siwezi ongelea sana. But nikirudi kwa uongozi yao, unapata ya kwamba Moi akiwa kwa uongozi, Daniel Toroitich arap Moi akiwa kwa uongozi, alilinda kampuni zenye zilikuwa Western. Hakuna siku yenye Moi akiwa kwa uongozi kampuni zenye zilikuwa Western zilianguka, na hizo kampuni zilikuwa zinafanya vizuri sana the time Moi was in the government. But the moment leadership ya Mount Kenya iliingia, makateli wakaingia, wakaungana na watu kutoka hizo areas za Western na Nyanza na Coast na Eastern, wakaungana kuangamiza kampuni ili wapate njia ya kuleta mali ingine kutoka nje ili wafanye nayo biashara, ili kampuni kama mimi asianguke, wao wapate njia ya kufungua kuingiza sukari hapa ndani. Hao ni wanabiashara na ni cartels. Wakapata hiyo njia, wakaangusha sugar sector in Western region. Na nikisema Western region, nasema Western region Nyanza na Western province. Nyanza province, former Nyanza province na Western region zikiwa pamoja. So kama wewe ni mtu mwenye unatoka kwa Mlembe Nation, kaa chini, ukae na ufikirie kwa hawa watu wawili wenye wanangangania uongozi. Na hiyo uongozi wako nayo, uwezi watoa mpaka 2027. Ni nani mwenye anajua kulinda ile kitu kidogo yenye uko nayo? Tulikuwa na Mumias Sugar, tulikuwa na Nzoia, na tulikuwa na Pan Paper. At the time Moi was the president.
our companies were doing very well. We didn't have any, and narudia, hatukuwa na kasoro yoyote kwa Mumias in the 80s na 90s. Hatukuwa na kasoro yoyote. Na Mumias ilikuwa inafanya kazi vizuri sana. The same na Nzoia, the same na Pan Pep. But the moment mtu wa Mulima alipoingia kwa uongozi, kampuni zetu zilianguka. So, wewe kama Mkenya, utaenda upande, wewe kama mtu wa jamii ya Mulembe, utaenda upande gani? Utaenda upande ya kuangusha kampuni zenye zinakuwa Western, ama utaenda upande yenye wale watu wenye wanapenda kulinda kampuni zenye ziko Western? Mimi nataka kuambia watu wangu wa Mulembe, watu wenye wanatembea saa hizi na pesa ya Munyoro Western, mnapewa pesa kidogo hapo, mnaanza kutembea na Western. Mkiambia watu etu hakuna kitu yenye Musalia amefanya, hakuna kitu Wetangula amefanya. Si hata nyinyi mlikuwa kwa uongozi since 2002. Na nyinyi ndio watu mlikuwa kwa uongozi, na nyinyi ndio watu mlitumika kwa kufanya ya kwamba kampuni zenye ziko Western zianguke. Si mlikuwa kwa hiyo uongozi? Na nyinyi ndio mlichangia kampuni za Western kuanguka. So saa hizi hakuna kitu mnatuambia ya kwamba nyinyi ndio mnabadilisha hii nchi. Hii nchi tunataka kubadilisha watu wa Western. Watu wa Western tunataka ikifika 2027 ukuwa umekaa chini na umefikiria ni nani mwenye utapigia kura. Na hiyo kura yako piga ukienda na historia. Raundi hii tumeamua kwamba ule mtu mwenye atasimama na interest ya Muluya, huyo ndio mtu tutaenda naye. Na interest ya mtu wa Mulembe ni lazima uanze kuonyesha saizi ya kwamba uko na interest ya mtu wa Mulembe. Si eti unakuja kutuambia kwamba after election je utatupangia sisi wa Mulembe, watu wa Mulembe vile tutatembea. Anza saa hii. Mheshimiwa Ruto kwa uongozi, anza saa hii. Ule yeyote mwenye anataka kukuja kuunganisha Western, anza saa hii. Tunaambiwa kwamba sijakataa na sina haja ya kwamba ikifika 2027 ama 2032 tutakuwa na Natembeya. Natembeya ni Muluya, na ikifika hiyo time sisi tunaweza mpigia kura. But swali langu ni hii, hakuna vile utakuwa unatembea hii Kenya mzima ukitusi Waluya wenzako, alafu unasema unaunganisha Waluya. Natembeya ndio mtu mwenye ametusi Waluya akiwaambia Waluya sijui kutoka wapi tao, Muluya watu sijui wapi tao, sijui wapi tao. So saa hizi anakuja kutuambia saa hizi itanataka kuunganisha sasa hawa Waluya. Unawezaje unganisha Waluya wenye umetusi? Huyu Natembeya yeye ndiye aliungana na watu wenye waliangamisha kampuni zenye zilikuwa Western. Kuanzia serikali ya Kibaki, Natembeya ilikuwa ndani ya serikali ya Kibaki. Atuambie in 20 years yenye amekuwa kwa serikali ya Kibaki, 10 years, akawa kwa serikali ya Uhuru 10 years. Hiyo ni 20 years. Atuambie ni nini yenye alifanyia watu wa Mulembe. Mimi nataka tu Natembeya akuja atuambie, mimi nikiwa kwa serikali ya Kibaki, serikali ya Mheshimiwa Natembeya kwa serikali ya Kibaki, ulikuwa kama county commissioner. At that time ilikuwa inaitwa provincial administrator. Ukatoka hapo 2010 tukapitisha katiba, ukakuwa county commissioner. Michuki akakuchukua. No, Michuki akakuja before ifike 2010, Michuki akakuchukua. Akakufanya kama PA wake. Ukawa mwandani wa Michuki na ukawa mwandani wa watu wa Mulima, na ukawa msaliti mkubwa sana wa kusaliti watu wa Mulembe. So saa hii ni nini in 20 years yenye ulifanyia watu wa Mulembe yenye unatuambia kwamba Musalia na Wetangula wajafanya? Wewe kitu unafaa ufanye ni tuusie sera zako zenye nini yenye utafanyia Waluya, ni nini yenye umefanyia Waluya. Si kuja na excuse ya kwamba unatuambia sijui Musalia kufanya hii, Musalia kufanya hii, Musalia kufanya hii. Wewe kama kiongozi umekuwa kwa uongozi 20 years. Sasa hizi umeongeza miaka zingine zinaelekea 3. Tuambie ni nini yenye ulifanya. Tuambie watoto wetu, nikiwa kama county commissioner, hii ndio nilifanya, kafanya hii na nikafanya hii, nikafanya hii. Nikiwa kama PA wa Michuki,
hii ndio nilifanya, hii ndio nilifanya, hii ndio nilifanya. The only thing mimi naweza kumbuka naye anatembea, wewe ukiwa pia wa Michuki, ni time yenye Mungiki walikuwa na uao. Hiyo ndio kitu naweza kukumbuka tu na wewe peke yake. Hakuna kitu kingine naweza kukumbuka na wewe. The only thing naweza kukumbuka na wewe ni ile time watu wa Mungiki walikuwa na uao. Ulikuwa unaua vijana. Kama kuna mtu mwenye ameua vijana, ni wewe anatembea. Na hiyo Mungiki si eti ilikuwa na Wakikuyu peke yake. Kuna Waluya watatu wenye waliuao Huruma. Na walikuwa ndani ya hiyo group. So uliua watu wetu ukifikiria unaua Mungiki. So mimi hii maneno tuambie ni nini yenye umefanyia Waluya ndio tuungane na wewe. Mambo ya Musalia, mimi nakubaliana na nyinyi kwamba hakuna kitu yenye Musalia amefanya. But mimi nataka kuwauliza ya kwamba before tufike 202 Wakikuyu ndio walikuwa wanasema ya kwamba Kibaki ni msaliti. Hakuna kitu yenye Kibaki wamefanyia, na Kibaki alikuwa kwa uongozi kutoka 1965 mpaka 2001. Walikuwa wanaita Kibaki msaliti. Mpaka 97 Kibaki alipotoka huko akaenda kusimama, Wakikuyu walikuwa wanaita Kibaki msaliti. Aliposimama 97 wakasema amekuja kuharibu kura, ametumika na Moi kuja kuharibu kura za nani? Za Matiba. Wakasema ya kwamba Kibaki amekuja kuharibu kura, lakini ilipofika 202 Wakikuyu wakaona the only person mwenye anaweza uzika hiyo time ni Kibaki. Walipoletea uhuru walikataa, kwa sababu walienda na Kibaki kwa sababu walienda uongozi, na hakuna kitu ya maana kama uongozi. Na sasa hii ndugu zangu, mimi naweza waambia tuko na ndume wawili Western. David akiendelea na huyo uoga wake, tunaachana naye, tunaenda na Wetangula. Hao ndio saa hizi watu wenye wamefika pahali wanaweza uzika hii Kenya. Ukitoka nao nje watauzika. But ukitoka na Musalia ukitoka nje na Natembeya, utauliza tu the only thing watu wa nje wanaonanga kwa Natembeya ni matusi. Yeye ni kutusi Musalia Mudavadi, kutusi